tumeelezea katika masala ya mambo ya mwanasimu wala ya Ijumaa sharti tunazungumza hivyo, kuna sharti saba. Ya sita tukasema ni as-sihat, uzima, yani mgonjwa ameruhusiwa asende uswali swala ya Ijumaa, lakini ni mgonjwa ambaye kwamba yashuka mambo alifahamu mahmara ni yule ambaye anafanya kwa nzito kwake yeye kukaa na ugonjwa wa sitini. Lakini mgonjwa akasema pata ni kokote, hata nijilazimisha nifanye nini, nenda msikitini. Akaja mpaka msikitini, hafai kutoka ile ya kimsingia. Kisha kufika msikitini, hufai kutoka mpaka ile maradhi ya kwenye nini ya kuzimu kwenye swala ya Ijumaa. Sharti ya saba al-iqama. Al-iqama ni kuwa mkazi wa mji. Ndizo Kiswahili iqama sema mkazi wa mji. Watu wa aina tatu. Sikizeni vizuri, watu ni aina ngapi? Katika swala ya Ijumaa kuna mustaqim, kuna muqim, kuna musafir. Talata kwa mfano karibu imekamilika batasma like inscribe atun kuna mustaqim, kuna muqim, kuna musafir. Mustaqim alladhi la yab'athu sayfan wala shitaa, ile mtu ambaye anasafiri hapa ni kwao. Tumuuliza loko Mombasa, sasa kwetu wapi? Anapewa wewe nani? Mustaqim. Alafu kuna na muqim. Muqim ni mtu yoyote anakwenda sehemu yoyote kukaa zaidi ya siku 4 kwa malengo baadaye atafanya nini? Ataondoka. Kama mimi nimekaa kwa Mombasa, lakini nakwenda kwetu hapa kubenda kusoma kwa nini? Hakuna kubenda sina Mombasa, lakini nimekaa kwa dharura. Nimekaa kwa dharura. Kuna watu wanafanya kazi na kwa transfer yule tawala fulani leta mafuta fulani, ameenda tu dharura, wengine ndio ndiania hapo manake baadaye umelengwa ndio kipasenti yuzi. Nilikuwa na bwana mmoja akapiga simu kwamba amepewa transfer kutoka mahali fulani kwa mashamba. Ana kasadaki imagine si wa roho. Pati wao siko kufanya kazi, mshahara ndio ule ule pale aliomba kuna na zaidi ya mshahara. Ule atakapokwenda kazi ni ndogo, lakini atapata mshahara tu. Pale aliomba atakapokwenda kuna mshahara na zaidi ya, nafikiri mmenifahamu hii lugha. Kupata marupurupu wa Yesu ya halali hapa. Sasa umeona, sasa huyo huitwa mutii, ni mtu anayekaa sehemu, lakini kwa malengo baadaye atafanya nini? Atasafiri. Ndio dunia iliposafiriwa akaambia wa dunia bidari iqamati wa ma hiya illa tariqi ila alwatan. Ni njia tu ya kwenda zetu mjini. Hii dunia ni njia transit. Alafu kuna kusafiri. Safiri. Usafiri ni yupi katika swala?
Msafiri katika swala ni mtu aliyekwenda sehemu lengo lake akai zaidi ya 4 ayyamin sihati ghairi yawmayn huyo wal atakaa siku hazizidi 4, itoa siku ya kuingia na ya kutoka. Yoyote anayekwenda sehemu nia yake atakaa zaidi ya siku 4, toa siku ya kuingia na toa siku ya kuondoka, huyo hafai kuitwa nani? Arudia tena, msafiri ni mtu aliyokwenda sehemu nia na madhumuni ni kukaa, lakini chini ya siku 4, toa siku ya kukaa, ya kuingia na siku ya kuondoka, yaani siku 6. Mtu anaotuilia kukaa mahala siku 6 kuendelea mbele, huyo mujarrad ya kufika ile sehemu hafai kuitwa nani? Msafiri. Na ikiwa hafai kuitwa msafiri, huna sababu ya kufanya jambo kwa ajili ya wewe ni msafiri. Hata kama umeenda na visa za serikali Islamu na Tanzania, kwa Mwenyezi Mungu haizingatiwi visa. Leo nilizungumza na mtu akinambia, bwana, kwa nini sisi tukienda Zanzibar kulipishwa kwa dola? Niambia mimi sizungumze na rais, kamwambia elewe ya Mungu rais. Wale pia wote yale kuhusu mbunge wetu wa East Africa and akayazungumza. Ule mbunge wetu wa East Africa ile ndio jukumu lake kwa kuzungumza kwa nini sisi tuko ndani ya East Africa tukipata. Lakini haya pia kule Kenya yako hapo nimeambiwa SGR akipanda foreigner, si ndio? Ndio sio? Sijui kama ni hakika. Ikiwa ni hakika pia hili ni Jesus built. Pondiza ukiingia mbuga za wanyama ikiwa si Kenya ngalipa zaidi. Licha ajabu nimeenda Ulaya, sina mahala nimeingia kwa pesa ya foreigner. Mimi na mzungu ngia sawa. Lakini sijui sasa sisi ule katika mleto hatuoni hapa. Ndio kuweza hello Kenya na sio Kenya kiwangalia Simba kumwona tofauti. Sasa sisi tunalalamika, lakini na sisi ufanyiko kwa ufanyiwe ndani yetu. Sai. Tena watu wengezee. Because tumekuwa wao nasikia bora. Iko tamani tuseme mzee baada mnalazimishwa kwenda. Angalia ukenda Saudia, ingia kokote, uambiwe ilipata zaidi kwamba wewe toka Kenya, ukenda Dubai. Bado hawatakuseti. Dubai atakafuatia. Atasent, lakini kokote ukiingia uingia Mexico, ukiingia na Dubai sasa. Kwa Afrika tu, hata kwa wanyama, atiwe mtoto itakulisha wewe mkenya. Mimi naangalia wanyama ni mistaki. Zistakulisha kwa wanyama za msiada na haya ndio tunafanya sisi Zanzibar. Sasa kuna mambo ni ya kiserikali, dini haihusiani atiyo. Mimi hapa lakini ulipa korena, mimi hapa ulipa ikama, ulipa ikama ni mambo ya serikali, si mambo ya Mungu. Wewe ukienda umekaa zaidi ya siku 4, wewe si msafiri. Una haki ya kuchukua ofa ya usafiri katika dini. Katika dini kuna haki ya ofa. Kuna ofa yote kwa ajili ya kwa wewe ati ni msafiri, walipa ikama, walipa visa, sijui walipa nini. Kwa hiyo tumefahamu watu watatu. Wa kwanza ni mustawtin alladhi la yad'u zayban wala shay'an. Alas hapa ndipo kwao akisafiri kwa dharura ni kazi wa kumi. Wa pili ni muqimu, ni yule anaokwenda kukaa sehemu kwa malengo, akipata malengo yake atarudi kwao. Kuna watu walikwenda Ulaya wakapata ile maarifu yao, lengo ilikuwa ni dunia yetu ya leo, si ya jana. Ndugu zangu, watu huachana kwao kwa shida, lakini wewe mambo yanafikia utotoni zao. Kuna wengine ndio wamefika
kwa sababu naye basi sirudi tena kwa halas. Lakini yule anayekaa hawa wanatofautiana hukumu katika sharia. Sasa huyu mufti ni tofauti na kusomte, itakuja mbeleni. Mtu wa tatu ni msafiri. Sasa msafiri juma halimlazimu, lakini akiswali muziki وتجب الجمعة للازم kuswali swala ya Ijumaa ala man sami'a al-adhan min taraf. Yoyote anayesikia adhani ya Ijumaa lazima aende akaswali. Msituko mbali, adabu aisikia ile adhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa swala ya kawaida tu alimwambia ule tongo na tongo mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aoni, kabla Rasulullah Madina ni hili, hakuna hata tiles, hakuna hata sijui kabro mashimo. Mimi sina mtu kunishika mkono kwenye msikitini, tumemwambia basi twende nyumbani. Alipoondoka akamwita, akamwambia atasimama nida alisala, tusikia madini kama sikia, lakini kama qala faajib, madamu wasikia papasa hivyo hivyo. Hiyo swala ya Ijumaa ni lazima, kwa hiyo yote anayesikia mwadhini lazima aje, maadamu hakuna mvua nyingi, hakuna sijui fujo, hakuna zahma. Maadamu wewe wasikia mwadhini ni lazima uje uswali swala ya Ijumaa.